السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى tunakuwa ni wenye kuendelea katika silsila ya durus zetu za Siratun Nabawiyya, na katika mlango ambao kwamba tuzungumzia ndani yake dalili njema zilizopatikaniwa baina ya qaum katika kuitafuta haki hata kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tuko katika habari ya mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni katika wale ambao kwamba walikuwa ni wenye kuitafuta haki kabla ya kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam au kupata habari zake, na Mwenyezi Mungu akawajalia mpaka wakamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamwamini na wakamfuata. Salman al-Farisi tulianza kuzungumzia habari zake darsa iliyopita. Yeye asili ni mtu wa Faris, Iran, Isfahan, katika kijiji cha Ji, na tukataja baba yake alikuwa ni chifu, na kijana wake akakuzwa katika ibada ya kimajusi na akafanya bidii katika ibada ya kimajusi mpaka akaja akawa qatinun nar au khadimun nar, mwenye kusimamia moto. Ila Salman al-Farisi baada ya kutoka nje siku moja, na kiasili babake alikuwa akimfungia ndani ya nyumba kwa kiasi alivyokuwa akimpenda mtoto wake, akaja akapatana na manasara na ibada ya manasara wa Kristo wakiwa katika kanisa lao wanaabudu, basi akawa interested na dini yao. Babake alipoona hatari hili akamfunga ndani ya nyumba. Salman al-Farisi akawa ametoa habari, ametumana awe mwenye kupewa habari zozote za msafara utakaokuja wa manaswara kutoka Sham, na lau atakuwa tayari kuondoka basi awe ni mwenye kutoroka nao, na akafanikiwa. Na tukataja ya kuwa akashukia Sham, Syria. Sasa Salman al-Farisi alipowasili Sham, alipofika tu akawa ni mwenye kuuliza baina ya watu, kawauliza man afdalu ahlu hadha ad-din, nani katika watu wajuzi na wabora wa dini hii? Yani kama ufike Mnarani umeona jamii ya Kiislamu, mtu aulizie nataka yule msomi kabisa katika jamii ya Mnarani, katika kijiji hichi cha Mnarani, nataka yule msomi wao, nataka yule shekhi lao wa juu kabisa. Kwa hiyo alipouliza jamaa wakamwambia al-asqaf fil kanisa, askofu, bishop kanisani, nenda kwake, yeye ndiyo mjuzi wa hii dini zaidi na ndiyo mbora wetu. Akamwendea yule askofu na akamwelezea hali yake, akamweleza juu ya kutoroka kwake nyumbani na ametoka wapi, habari yake akamwelezea, na akamwelezea juu ya vile ambavyo kwamba yeye amependa kuisoma dini kama ile, na akamuomba akae naye, aingie amtwae, awe ni mwenye kukaa naye, akimwambia akhdumaka fi kanisatak wa ataallamu mink wa usalli ma'ak, itakuwa na kushughulikia kama mfanyikazi katika kanisa lako, nasoma kutoka kwako, na vile vile ni abudu pamoja na wewe. Na bwana akamwambia hakuna neno, waweza ukaishi na mimi. Akamtoa ikawa yuishi naye katika lile kanisa. Asasema Salman al-Farisi juu ya huyu bwana, asema fakana rajulun su,
alikuwa mtu ambaye kwamba ni muovu. Yaamuruhum bisadaqa, yani nnas, katika wale wanaokuja kuabudu, wale wafuasi wa dini wa Kristo wanaokuja kanisani, awaamrisha watoe sadaka. Yarghabuhum fiha, na yuwatia motisha katika suala la kutoa sadaka. Fa idha ajma'u ilayhi minha ashiya, wanapomkusanyia kutokana na hii sadaka vitu, iktanazahu linafsihi wa lam yu'tihi almasakin, alikuwa akiwa ni mwenye kuzihifadhi, akizitoa yeye zile mali, wala hawapatii maskini kitu chochote. Mpaka jamaa kakusanya, alikuwa na viungu au vyombo 7 ambapo kwamba ndani yake amejaza dirhamu na dinari, ndani yake amejaza dhahabu na fedha ndani yake. Salman al-Farisi asema huyu bwana kwake yeye alikuwa muovu na akamchukia yake yote, alikuwa akimchukia mno kwa tabia yake hii. Na nadhani vitu ambavyo kwamba vafanana, lakini leo imfanywa ni jambo la kawaida, sio? Maana zile sadaka kukusanywa ni kuwa zipewe maskini asili, na ndio Salman al-Farisi kukasirika, kwa sababu huu ndio ufahamu hata baina ya wao manaswara, zile sadaka kukusanywa ni ziangaliwe maskini wapewe. Fahamu? Sasa Salman al-Farisi akaona jamaa yukusanya sadaka, lakini yuajiwekea yeye, wala hazitoi, hapeani kitu chochote. Lakini aliendelea kuishi naye mpaka yule bwana akafikiwa na mauti, akakusanyika Wakristo kuja kumzika yule bwana. Salman al-Farisi akawaambia, huyu bwana ambaye kwamba mkuja kumzika, huyu bwana ni muovu, huyu bwana alikuwa muovu, aitisha sadaka kutoka kwenu na wala hazipeani kwa maskini. Wale watu wakawa wenye kushtuka, wakawa wenye kushangaa, na wakamwambia Salman al-Farisi, wa ma ilmuka bidhalik, hebu tuambie hii habari waitoa wapi? Una ushahidi gani? Salman al-Farisi akawaambia, njooni nitawaonyesha mimi katika hazina ambayo kwamba alikuwa akifanya, akiweka, akawapeleka mpaka katika ile sehemu, kaonyesha yale majungu 7 ambayo kwamba yamejaza ndani yake dhahabu na fedha zile ambazo kwamba walizikusanya. Kaambia Salman al-Farisi, kana yaamurukum bisadaqa, alikuwa akiwaamrisha nyinyi mtoe sadaka, wa yurghibukum fiha, na akiwatia motisha, akiwahamasisha katika suala la kutoa sadaka. Fa idha jitumuhu biha iktanazaha li nafsihi, na nyinyi mnapomletea bwana alikuwa akijikusanyia yeye mwenyewe, wala yu'ti almasakina minha shay'a, wala alikuwa hatoi kitu chochote kwa maskini. Jamaa wakakasirika, wakajam, wamkuja katika mazishi, wakasema wallahi la nutfinu, tuapa kwa Mwenyezi Mungu huyu bwana hatumziki. Wasalabuhu warajamuhu, wakamsulubu na wakamtupia mawe. Warajamuhu bilhijara, wakampiga kwa mawe. Nkina nani? Tuzungumzie hizo zama wa Kristo. Wamempata askofu anakosa la kufanya nini? La kukusanya sadaka na kuzila yeye na kuzizuia na kuifanya mali yake badili ya kuwapatia maskini. Amekufa, wakasema hatumziki. Wakakasirika kupata habari hiyo ya kuwa ile sadaka tukitoa bwana alikuwa hazipeani kwa maskini, wakasema wallahi hatumziki. Wakaenda wakamsulubu ile maiti yake, kisha alafu wakampiga na mawe. Hii ni conversation tofauti kwa nayo na manaswara leo wanalichukuliaje ile jambo, maana imekuwa ni kawaida kwa wao. Ikhwatul kiram, akaletwa askofu mwingine baada ya yule
kufariki na akafanyiwa alivyofanyiwa, akaletwa mtu mwingine sehemu yake. Sasa huyu alioletwa sasa mara hii, Salmanul Farisi asema juu yake akimzungumzia huyu bwana, na kuna maneno adhim sana hapa. Kuna habari mzito yatakaniwa tuchukue kutokamana na maneno haya Salmanul Farisi juu ya huyu bwana. Asema katika kumsifia sifa yake vile alivyo, asema fama raaitu rajulan la yusalli al-khams afdala minhu. Fama raaitu rajulan, sikuwahi kumuona mtu la yusalli al-khams, ambaye kwamba haswali sala tano, ara annahu afdala min, ambaye kwamba niliona huyu bwana ni mzuri, ni mbora kuliko yeye. Yani kama kuna mtu yoyote ambaye kwamba ana kheri, ana fadhila, ni mzuri kuliko huyu bwana, ni Muislamu. Sababu hauwezi fananisha Muislamu na yoyote mwingine katika aqwam zingine. Khaira umma, nasema sijawahi kuona mtu ambaye kwamba mimi namuona mzuri, apart mbali na wale ambao kwamba wanaswali swala tano, sikumuona ambaye kwamba ni mzuri kuliko yeye, ni mbora kuliko yeye. Azhadu fi dunya, ambaye kwamba alikuwa amejitenga na masuala na mapambo ya dunia. Wala arghabu fil akhirah, wala sijawahi kuona mtu ambaye kwamba moyo wake umefungamana na akhira. Wala adabu layla wa nahara min, wala mtu ambaye kwamba ana bidii katika kujisogeza na kushughulikia dini, kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu na kushughulikia dini usiku na mchana kuliko huyu bwana. Sasa tuje katika yale maneno ambayo kwamba yatakaniwa tuwezungumze hapa. Salmanul Farisi asema nini? Kuna kipande hapa asema fama raaitu rajulan la yusalli al-khams ara annahu khairan min, akisema sikuwahi kuona mtu ambaye kwamba haswali swala tano. Yomaanisha nini? Sikuwahi kuona ambaye kwamba si Muislamu, la yusalli al-khams, si Muislamu. Jamani, swala is the bare minimum katika Uislamu. Baada ya mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wallahi hakuna the bare minimum, yani mtu ile proof ya shahada yake mkuwa yuwaswali khalas. Wallahi hatujui huyu mtu ni mwizi, ni mzinifu, ni mlevi, sijui ana tabia gani, ni yuwapiga watu mapanga kule nje, yuwadhulumu mali za watu. Wallahi hakuna muovu zaidi ya yule ambaye kwamba ameacha kuswali. Hakuna muovu zaidi ya yule ambaye kwamba ameacha kuswali, kwa sababu sisi matatizo yetu huwa tuangalia kwa mizani ya maslahi yetu, walakin yanayotangulia ni maslahi ya muumba wetu, si maslahi yetu. Hivi ndivyo yatakaniwa tuangalie mambo, kwa sababu mtu kusema yani wewe wasema mtu ambaye kwamba ni mzinifu kule, muovu, ni katili watu, kisha alafu yaswali mbora kuliko yule ambaye kwamba hafanyi na haswali. Wallahi bala, wallah, muovu zaidi ni yule ambaye kwamba amekosa kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala muumba wa mbingu na ardhi amesema lazima sujudu, lazima, alafu usujudu kaifu? Wewe ni muovu kiasi gani wewe? Wewe ni jeuri kiasi gani wewe? Yani Iblis sijda moja tena, usjudu li Adam, msujudieni Adam. Jamaa kakata, akaleta kiburi, basi kwa hii sijda moja. Sasa wewe ukae hapa, ishai adhiniwe, huko umekaa tena uenda kulala, yani ile peace waipata wapi? Walala vipi akhi? Wewe Muislamu, wewe usema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, walala vipi wewe? Isha imeadhiniwa, haukuswali wewe, hukumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala.
Yani ile amani waitoa wapi? Mpaka waamka asubuhi, alfajiri impita, ukaamka ukaenda ukatia ndani freshi na wapita mitaani vipi? Yani we Muislamu wa vipi? Yani hebu tuelewane jamani, huu Muislamu wa vipi? Huu ni Uislamu wa vipi? Tusende na mazoea, tuendeni na facts kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Huu ni Uislamu gani? Sababu hii ndio lile la chini kabisa ambalo kwamba Muislamu hafai kukosekaniwa nalo. Haya maneno ya Salman al-Farisi, Mtume sallallahu alayhi wasallam kutuambia al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, mpaka ambao kwamba uko baina yetu na baina yao, yani manasara, mayahudi, hawa wote waliobakia ambao kwamba si waislamu, swala tu. Sitoswali mara 5 kwa siku, wao hawaswali. Sasa wewe usiposwali huwa kihakika unjieka wapi? Lakini kuna na maneno ya kushtua zaidi, hadith ambayo kwamba yazungumzia kuhusu mtu wa mwisho, ila aljannati dukhula, akhiru rajul ila aljannati dukhula, mtu wa mwisho ambaye kwamba ataingia peponi. Ya hadithi yaeleza kuanzia mwanzo, kuanzia watu wamesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni habari ndefu, lakini katika ile hadithi wakati yatajwa kuhusu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atatoa amri, watu wameingia motoni, sema watoeni katika moto yoyote yule ambaye kwamba alikuwa yashuhudia ya kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwa mtume Muhammad ni mtume wake, ambao watafuatwa ndani ya moto, watolewe na watajulikaniwa bialamati sujudi. Jamaa, hao watu wa mwisho watajulikaniwa kwa alama za sijda. Wa harrama Allahu an-nar an taakula alamati sujud, Mwenyezi Mungu ameuharamishia moto utakula kila kipande, hata kwa yule ambaye kwamba Muislamu. Naudhu billahi min dhalik, Allah atulinde na moto wake na atuhurumia, tuingize katika pepo yake. Hatuwezi adhabu yake sisi, wallahi, vile ambavyo kwamba twafanya katika makosa na kila kitu, lakini adhabu yake hatuiwezi. Ikhwatul kiram, wallahi hii ni guarantee, na tumomba Mwenyezi Mungu salama. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala ameuamrisha moto usile alama za kusujudu. Ile message ambayo kwamba iko hapa ni nzito na ya kutisha. Sasa yule ambaye kwamba hasujudu, ina maana yuko mahali gani? Sehemu yake ni gani? Tokaje? Au watu wa mwisho watolewa, ambaye kwamba ansema la ilaha illa Allah, meaning kuimaanisha la ilaha illa Allah. Haya maneno waweza ukamregelesha mtu yoyote pale nje akazungumza, lakini kuyamaanisha ni mtu kumsujudia Mola wake. Kwa hiyo tuzingatie sana, haya maneno ni mazito. Salman al-Farisi, tukirudi katika habari yetu tunayozungumzia, asema basi alipoiona tabia ya huyu mtu akampenda sana, akampenda mno. Asema sijawahi kumpenda mtu kama nilivyompenda huyu bwana. Basi akaishi naye muda na akamhudumikia, akisoma kwake, akiwa ni mwenye kuabudu pamoja na yeye. Ila baada ya kipindi ule bwana akafikiwa na mauti, kwa sababu akija akiishi naye tayari alikuwa ni mtu mzima, tayari ni mzee. Salman al-Farisi kamwendea katika kitanda chake akiwa amezungukwa na mauti, amwambia ya fulani, ewe mtu fulani, inni kuntu ma'ak, mimi naishi pamoja na wewe, wa ahbabtuk, na nikakupenda, hubban lam yuhibbu ahadan min qablik, nakupenda pendo ambalo kwamba sijawahi kupenda mtu kabla yako wewe. Asema waqad hadaraka ma tara min amri Allah, na imekujia wewe kile ambacho kwamba waona kutokana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ila man tusini bi, wanielekeza kwa nani? Wama taamuruni, na waniamrisha mfanye nini? Kwa sababu wafa na mimi sasa, wewe ndio nilikuwa nakupenda zaidi na niko karibu na wewe katika kufuata masuala ya dini. Sasa wewe wafariki, sasa wanihusia mimi mfanye nini? Niende wapi? Yule bwana akawa mwenye kumjibu Salman al-Farisi, hii ibni, mwanangu, wallahi ma a'lamu ahadan al-yawm ala ma kuntu alayhi, wallahi
mimi sijui katika waliobaki mtu hata mmoja ambaye kwamba yuko katika yale ambayo kwamba mimi nafuata, yale ambayo kwamba umeyaona kwangu mimi. Kama ambia laqad halaka an-nas, watu wamekufa, wabaddalu, wengine wakageuka. Wakati huo huyu ni askofu yuasema watu wamefariki, wengine wamefanya nini? Wamegeuka. Leo hali itakuwa gani? Wakati huo asema miaka elfu na huko, asema watu wamegeuka, sivyo vile ambavyo kwamba tumefundishwa sisi katika hii dini ya Unasara. Watu wamekufa ambao kwamba walikuwa wakifuata, na wengine wamegeuka. Wabaddalu wataraku akthara ma kanu alayhi, na wengi wameacha mingi katika yale ambayo kwamba walikuwa juu yake. Sema illa rajulan bil Mosul, isipokuwa kuna bwana mmoja ndani ya Mosul. Mosul wapi? Iraq. Kwa hiyo bwana anatoka Iran akaja mpaka upande wa Syria, Sham, manake Sham ni Syria, Palestine, hapo na zote zina ni mizizi ya Unasara sehemu kama hizi. Na sasa yule bwana musia ya kuwa bana, toka hapo ufunge safari uende zako Iraq. Sema nenda kwa huyu bwana bil Mosul, wa huwa fulan, na huyu bwana jina lake ni mtu fulani, fa huwa ala ma kuntu alayhi falhaq bihi. Huyu bwana ndo alobakia peke yake, mimi namtambua, yuafuata yale ambayo kwamba mimi nafuata. Ule Ukristo ambao kwamba umeuona kwangu, basi huyu bwana peke yake. Imagine huyu bwana yuko Sham yazungumzia kuhusu Iraq, mtu mmoja peke yake. Huyu bwana alipofariki kabisa, sasa Salmanul Farisi afunge safari tena, aondoke Sham akaelekea Iraq, akaelekea Mosul ili kwenda kumtafuta huyu bwana. Insha Allah taala tutakuwa wenye kukomea hapa, na darasa inayokuja tutazungumzia habari zake Salmanul Farisi alipofika Mosul na aliyoendelea baada ya hapo. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika haya mazungumzo tuwe ni wenye kushughulika zaidi na kuharakika zaidi katika kuyafata, na tuathiri katika athari ambayo kwamba ni nzuri. Mazungumzo haya Mwenyezi Mungu ajalie hujja kwetu sisi, wala sio hujja dhidi yetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala tusafishie amali zetu, aziweke mbali kutokana na riya na sum'a. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie amali zake ziwe safi kwa ajili yake yeye, na afute takataka zozote ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kujalia amali zetu zitakuwa habaa manthura, na turuzuku sisi ikhlas al-khalis, ikhlas ambayo kwamba ni safi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa.